Wapendwa katika Kristo, leo tunaadhimisha Dominika ya 19 ya kawaida katika mwaka A wa Kanisa. Katika Dominika hii tunaalikwa kusimama imara tunapokutana na dhoruba mbalimbali katika maisha yetu, kama dhoruba za kiuchumi, magonjwa, misukosuko ya familia au kuvunjika moyo. Tunapaswa kusimama imara na kumsikiliza na kumtegemea Yesu Kristo pekee. Mpendwa katika Kristo, masomo ya leo yanatupa mwanga thabiti wa jinsi ya kukabili hofu na mashaka. Yanatukumbusha kuwa hata katika miamba na mawimbi makali ya maisha, Mungu yu hai, yupo karibu yetu, na anatuita tuondoe hofu na kumtegemea yeye peke yake. Hata katika matatizo makubwa, hata katika mihangaiko mbalimbali, Mungu yuko pamoja na sisi na anatuita tuondoe hofu, tumtegemee yeye peke yake. Katika Injili ya leo inatoka Mathayo sura ya 14 aya ya 22 hadi aya ya 33. Tunaona wanafunzi wakiwa kwenye mashua katikati ya bahari wakipigwa na upepo mkali. Hali hii inafanana sana na maisha yetu. Wakati mwingine tunajikuta tukiwa katikati ya dhoruba zinazotishia kuzamisha maisha yetu. Basi kumbe tunaitwa tusiogope, bali tumtegemee Mungu kwa moyo mkuu. Katika somo la Injili tunamwona Yesu Kristo alipokuwa anapita juu ya bahari. Wale mitume wake, wale wanafunzi walikuwa wamejawa na hofu, wamejawa na uoga. Yesu akawaambia, msiogope, jipeni moyo, ni mimi. Jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Haya ni maneno ya Yesu anapowafikia wanafunzi wake akitembea juu ya maji wakati wa usiku wa manane. Katika lugha ya asili, neno ni mimi linabeba ufunuo wa kiungu. Linaitwa ego eimi, ego eimi, likionyesha kuwa yeye ndiye Bwana mwenye mamlaka kamili hata juu ya nguvu za asili na mauti. Uwepo wa Kristo unafukuza hofu yote. Yesu Kristo ni mwenye mamlaka juu ya nguvu za asili, juu ya pepo za bahari, juu ya mawimbi, na tunapaswa kutokuogopa bali kutegemea huruma yake. Petro anamuomba Yesu kutembea juu ya maji na anafanikiwa alipomwangalia Yesu, lakini alipoona ukali wa upepo akaanza kuogopa na kuzama. Yesu anamuuliza, ewe mwenye imani ya haba, mbona uliona shaka? Wapendwa, shaka hutokea pale tunapoweka mitazamo yetu. Unapoweka mtazamo wako, unapoacha kumwangalia Yesu, ndio pale unaanza kuhangaika. Tunamwona Petro alipomwangalia Yesu, Petro alipokaza macho yake kumtazama Yesu pekee, aliweza kutembea juu ya maji. Lakini alipoacha kumwangalia Yesu na kuanza kutazama ukali wa upepo, ukali wa matatizo, ndio pale alianza kuzama. Hata wewe na mimi pia siku ya leo tunaambiwa kwamba tuelekeze uso wetu kwa Yesu, tumwangalie Yesu. Tukimwangalia Yesu hatuwezi kuzama, tunaweza kutembea juu ya maji, tunaweza kufanya mambo makubwa endapo tutamwangalia Yesu. Lakini tukiweka focus yetu, tukiangalia matatizo yanayotukumba, tukiweka msisitizo wa maisha yetu katika matatizo yanayotukumba, kwa kweli tutaangamia. Petro pia alipokuwa ameweka uso wake anamwangalia Yesu, anamtegemea Yesu pekee, amekuwa focused katika uso wa Yesu, alitembea juu ya maji. Lakini alipoanza kumuacha Yesu na kuanza kuangalia kiasi cha mawimbi, kiasi cha upepo, alizama. Tunafundishwa pia kuweka focus yetu kumwangalia Yesu pekee, tutaweza kupita katika matatizo makubwa. Lakini endapo tutaweka msisitizo wetu kuangalia na matatizo kiasi gani na kumwacha Yesu, hapo tutaweza kuwa katika hatari.
Wapendwa katika Kristo, shaka hutokea pale tunapoweka mtazamo wetu mkubwa kwenye matatizo yetu badala ya kuweka msisitizo katika uwezo na mamlaka ya Yesu Kristo. Katika somo la kwanza linatoka kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 19 aya ya 9a na aya ya 11 hadi 13a. Tunakutana na nabii Eliya aliyekuwa amevunjika moyo akiwa amejificha kwenye pango huko mlima Horebu baada ya kukimbia tishio la kuuawa na malkia Yezebeli. Eliya anatafuta uwepo wa Mungu katika mambo makuu. Hatimaye anaona sauti ya Mungu katika ukimya na utulivu. Mpendwa katika Kristo, Eliya amekata tamaa. Malkia anataka kumuua. Akaenda kujificha, akawa anatafuta uwepo wa Mungu. Alipoenda katika upepo mkali na tetemeko na moto, hizi ni hali za kutisha, zinawakilisha shida na matatizo na kelele za ulimwengu wenye majaribu makubwa yanayotutesa, lakini Bwana hakuwemo katika upepo wala katika moto. Mungu hayupo katika kelele. Mungu hayupo katika vurugu. Mungu yupo katika utulivu. Na mwana nabii Eliya akiwa katika utulivu, sauti ya utulivu mkuu, Mungu alijifunua kwa Eliya kupitia sauti ya utulivu mkuu, upepo mwepesi na mtulivu. Hii inatufundisha kwamba mara nyingi tunapotafuta majibu katika kelele, mihangaiko, mipango ya kibinadamu, tunakosa kusikia sauti ya Mungu. Mungu hutusemesha na kuturudishia amani yetu katika utulivu wa sala na kumsikiliza yeye pekee. Mpendwa katika Kristo, tunapaswa kuitafuta sauti ya Mungu katika utulivu. Ukiwa una changamoto yoyote, unataka kupata faraja ya Mwenyezi Mungu, basi utaipata faraja hiyo pale unapokuwa umekaa pembeni, umekaa katika miguu ya Mwenyezi Mungu, unasali. Ukiwa katika utulivu utaweza kukutana na sauti ya Mwenyezi Mungu. Lakini ukiwa huko kwenye makelele, huko sijui kwenye disco, itakuwa ni ngumu kuipata sauti ya Mwenyezi Mungu, kwa kuwa kuna vitu vingi sana vinavyokudistract. Katika somo la pili toka waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 9 aya ya 1 hadi ya 5, Mtume Paulo anadhihirisha uchungu mkubwa alionao moyoni mwake kwa ajili ya ndugu zake wa Israeli ambao bado hawamtambui Mungu, ambao bado hawajampokea Mungu. Hapa tunaona kwamba imani ya kweli haitufanyi sisi peke yetu tuwe watu wa Mungu, bali imani ya ukweli inatufanya sisi pia tutoke nje ya nafsi zetu, tuweze kuangalia wenzetu, tuweze kuonea huruma wenzetu. Tunamwona Mtume Paulo anaonea huruma Waisraeli wenzake ambao bado hawajampokea Mungu Mwenyezi, bado hawajapokea Mungu, ambao bado wanahangaika na mambo ya dunia. Wapendwa, mtu mwenye imani ya ukweli huingizwa kwenye huruma ya Kikristo kwa ajili ya wengine. Paulo yuko tayari kujitoa kwa ajili ya ndugu zake, jambo ambalo linadhihirisha upendo thabiti wa Kristo. Upendo huu unavuka mipaka. Tulio wengi tumekuwa ni wabinafsi tu, tunataka mimi tu nimpate Kristo, mimi. Lakini kumbe inafaa zaidi basi tumtegemee Mwenyezi Mungu. Lakini pia hata kama wewe umesimama, hakikisha usisimame peke yako, simama na wengine. Usiende mbinguni peke yako, usiende mbinguni peke yako. Nenda mbinguni na jirani yako, nenda mbinguni na mke wako, nenda mbinguni na watoto wako, nenda mbinguni na kaka yako na dada yako na jamii yako. Itapendeza sana ukienda mbinguni na wenzako. Na hii ndio wazo la Paulo. Paulo hakutaka kupata wokovu kwa ajili yake tu, alifurahi, alipenda sana
wapate wokovu wote, yeye na wenzake wote. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, mwisho kabisa katika Dominika hii tunaalikwa kufanya mambo makuu matano. Tunajifunza mambo makuu matano katika Dominika hii. La kwanza, tunajifunza kwamba sio kila matatizo yanatokana na kuto kufanya mapenzi ya Mungu. Muda mwingine unaweza ukafanya mapenzi ya Mungu lakini ukapata matatizo kama kawaida. Katika somo la Injili tumeona Yesu Kristo ameambia mitume wake watangulie kuvuka bahari. Wamefanya mapenzi ya Mungu, lakini wakiwa kule baharini wakapata dhoruba. Walipata ile dhoruba, wakamlilia Mungu akawasaidia. Kwa hiyo kumbe walipata dhoruba hata kama walifanya mapenzi ya Mungu. Ile dhana hii ni dhana potofu kwamba unapata matatizo kwa kuwa hujafanya mapenzi ya Mungu. Sio kweli. Hata ukifanya mapenzi ya Mungu unaweza pia ukapata matatizo. Lakini sasa ukipata ile matatizo, unapaswa kumkimbilia Mungu na Mungu mwenyewe atakuokoa. La pili, tunapaswa kuondoa hofu. Tunapokutana na dhoruba zetu binafsi, matatizo mbalimbali, unakuta katika familia yako mnaumwa, baba anaumwa, mama anaumwa, mtoto anaumwa, ndugu yako anaumwa, kaka yako anaumwa, usikate tamaa, usiwe na hofu. Mtegemee Mungu, muamini Mwenyezi Mungu. Hofu ni kitu kibaya sana. Hofu, roho ya hofu. Hata Yesu anakuambia leo usiogope. Yesu anakuambia leo, jipe moyo, usiogope, ni mimi. Jipe moyo, usiogope, ni mimi. Anatuambia tusiwe na hofu. Hofu ni kitu kibaya sana. Kumbe tusiofu, tusiwe na shida, tumtegemee Mungu. Lakini pia vile vile pamoja na kumtegemea Mwenyezi Mungu, lakini sisi pia lazima tufanye kazi. Fanya kazi kwa bidii. Muda mwingine unafanya kazi lakini humtegemei Mungu, na muda mwingine unasali tu ufanye kazi. Hapo pia unakuwa umekosea. Nitatoa mfano. Wewe ni mtu wa sala, unasali vizuri kabisa. Hapa Apoloto umelima shamba lako la viazi, eka ngapi? Eka 10. Umepanda vizuri. Basi baada ya hapo unaenda kupiga magoti, unasali, Baba majeshi nisaidie, viazi vizae. Kupalilia utaki. Baba majeshi, mimi nakutegemea wewe, ni Mungu wangu wa majeshi, Mungu mshindi. Kutilia dawa ya viazi utaki. Mungu atasema mimi sisaidii majinga. Sisaidii nini? Majinga. Atakuacha na ujinga wako na upumbavu wako. Mungu anataka usali lakini pia ufanye kazi, usali lakini pia utumie akili. Umenipata vizuri? Muda mwingine unaweza kuona pengine kijana anasoma zake pale form 4 au form 2 au form 6, anasoma darasa la mitihani, lakini pia ni mtu wa Mungu, anasali sana. Mungu, naomba nifaulu mtihani, lakini hataki kujisomea. Anasema mimi ni mtu wa Mungu. Sisi ndio wale ambao Mungu ametutetea. Sisi ndio wale ambao Mungu ametupigania. Hata kama Mungu amekupigania lakini hautaki kusoma, utataga kae kazuri, kae kajogoo. Utafeli tu kwa kuwa hutaki kusoma. Tumsifu Yesu Kristo. Unaweza kuona muda mwingine wewe kijana unasema mimi nashindwa, sijapata msichana wa kumuoa, na miaka 40 sina msichana wa kumuoa. Huna msichana wa kumuoa? Una nini cha msingi ili msichana ashawishike na wewe? Una nini cha msingi? Una nyumba? Hapana, nimepanga geto. Una shamba? Hapana. Unafanya kazi? Hapana. Una nini cha kujivunia? Nimechana nywele vizuri na nimefuga Timberland. Toka hapa.
Siku hizi wanawake wana akili, yaani anataka kuolewa na mtu mwenye kazi yake, au mtu ambaye mpambanaji, ana biashara fulani, sio sharobaro fulani tumeweka tu vindevu unaumauma ndimi. Toka hapo. Msifu Yesu Kristo. Kwa hivyo tumtegemee Mungu, lakini pamoja na kumtegemea Mwenyezi Mungu, wapendwa katika Kristo, hakikisha kwamba unafanya kazi, unafuata sheria za kimaumbile, una observe natural law. Na hata mitume walifanya hivyo pia. Walipoona wanapigwa na upepo, hawakusema tu sisi ndio wale tunaotetewa na Yesu, Yesu kwanza ni msela wetu, ni mshikaji wetu huyu Yesu. Hawakaa tu tamilwe, wamekaa tu Yesu tusaidie basi. Hapana, waliendelea pia kupiga makasia yale. Wakati wanapiga makasia pia wakasema Yesu tusaidie. Naona la tatu, tunapaswa kumtazama Yesu. Tunapokuwa na matatizo ni wakati mzuri unapokuwa na tatizo kutazama uso wa Yesu Kristo. Tazama uso wa Yesu. Petro alipokuwa ameanza kupita juu ya maji, mwanzo aliutazama uso wa Yesu. Alipoutazama uso wa Yesu hakuzama, lakini alipotazama uzito wa matatizo, alipotazama mawimbi yanayompiga, akazama. Hii pia ni sawa na wewe pia. Una matatizo mengi, ukiweka mtazamo wako unamtazama Mungu pekee, umeweka focus yako kwa Mungu Mwenyezi, hapo utafanikiwa, juhudi zako zitafanikiwa. Lakini ukianza kunungunika, mimi angalia, mimi na matatizo mengi, yaani mimi hapa, mimi umri huu, mimi sina hata shamba, mimi sina hata nyumba, mimi umri huu mtoto mfukuzwa ada. Unapoanza unapoanza kuweka msitizo katika matatizo ulionayo, sijui nini, hapo huo ndio mwanzo wa kufeli. Mtazame Yesu Kristo, fanya bidii, hakika utafanikiwa. Wapendwa katika Kristo, tunapaswa kutafuta utulivu wa kiroho katika ulimwengu uliojaa kelele na shida za mahangaiko mbalimbali. Tujifunze kutulia mbele ya Mungu ili tusikie sauti ya utulivu mkuu, ikitupatia mwongozo na amani. Na hii inapatikana katika kuabudu Ekaristi Takatifu. Mpendwa katika Kristo, unapata utulivu wa kiroho katika kuabudu Ekaristi Takatifu. Unapata utulivu wa kiroho katika liturujia ya misa takatifu. Tushiriki misa takatifu. Laiti tungelijua nguvu iliyopo katika misa takatifu, mimi nakwambia tungetoka kwenye misa wote tumeshapata uponyaji. Tungetambua nguvu iliyopo katika misa takatifu, sidhani kama kuna mmoja angepata kapepo hapa. Mtu haiwezekani wewe Mkristo, yaani wewe Mkristo kweli, umebatizwa, Mkristo umebatizwa, umepata komunyo ya kwanza, umepata kipaimara, unapokea Ekaristi Takatifu, huwa unaungama, alafu uwe na mapepo. Utakuja na mapepo kwa mfano, pepo litaingia wapi? Labda nikuulize swali moja, inawezekana mbu akaingia kwenye dawa ya mbu? Kristo, mnaifahamu dawa ya mbu ile? Rungu, si ndio jamani? Mnaifahamu rungu ile, si ndio? Je, inawezekana mbu akaingia kwenye dawa ya mbu? Si ndio jamani? Haiwezekani, si ndio? Kwa kuwa dawa ya mbu ile inafukuza mbu, inaua mbu. Na wewe Mkristo uliobatizwa, umebatizwa, unapokea Ekaristi Takatifu, umepata kipaimara, unashiriki misa takatifu, wewe unakuwa ni mkali, una moto mkali kama dawa ya mbu. Hiyo vishetani, vipepo, vijini, siki vinini hivyo ni kawa sana vimbu, haviwezi kuingia kwenye dawa ya mbu. Ukiona
mbu ameingia kwenye dawa ya mbu, maana yake ile dawa ya mbu imepoteza nguvu yake. Ukiona Mkristo anashambuliwa na mapepo, anapata mapepo, maana yake Mkristo huyu amemwacha Yesu Kristo. Amemwacha nani? Yesu Kristo. Hata Petro pia alianza kuzama alipoacha kumwangalia Yesu. Pendwa katika Kristo, tulia na Yesu, tafuta utulivu, muangalie Yesu na Yesu Kristo atakuweka huru. Tumsifu Yesu Kristo.